Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mbele yako asubuhi ya leo. Nalisujudu jina lako Baba, na tumbu dhambi zangu. Nafunika mwenye kunisikiza na damu yako Yesu Kristo. Mwenye kunisikiliza na mfunika na uwezo wa jina lako Kristo. Hata nami najifunika na damu yako Yesu Kristo. Maneno ambayo ninaweza ama yote ninaweza ongea hapa, najifunika na uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Na katika jina la Yesu Kristo, wewe shetani, na kuamuru uondoke within 10 meters kutoka mahali niko round, hauna uwezo wa kukanyanga. I cover my brain with the blood of Jesus and I protect myself with the power of the name of Jesus. Ninaponena Mwenyezi Mungu, pitia katika hii sound ambayo Mwenyezi Mungu inaenda. Bariki huyu ambaye ananisikiza. And I cover each and everyone ambaye anafungulia hii video na damu yako Yesu Kristo, na mwezesha katika jina la Yesu Kristo, na nena aweze kwenda hiyo stage nyingine katika jina la Yesu Kristo. Baba, nitumie kama ilivyo mapenzi yako. I surrender myself. Use my tongue, use my body, use my brain, use me in any capacity that you want, my Redeemer. Jesus Christ, welcome. Pokea sifa, pokea utukufu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Brethren, na nyinyi ambao hamjaokoka nyote pamoja niwaite. Ninataka kuongea mambo mawili matatu kuhusu mambo ambayo tunayaona katika nchi yangu. Tunaelekea uchaguzini, tunaelekea kwa uchaguzi. Na Kristo amekuwa akininenea kuhusu sacrifice ambazo zinafanywa na watu wakati huu tunaelekea kwa uchaguzi. So, wakati ninanena nikijua Mwenyezi Mungu amenipea mamlaka na uwezo. Kuna kitu moja na nitakuelezea again and again. Na huwa ninasema, anytime tunafika wakati wa uchaguzi, lazima kunatokea mambo aina tofauti ya sacrifice. Today, nataka niongee habari ya sacrifice kwa njia tofauti. Na ili, wewe ambaye unasikia hii sauti, ushukue jukumu ama ushukue hatua moja kusonga kwa Kristo na kuwa watchman mahali huko. Brethren, tumekuwa na hali ya wizi wa watoto nchini Kenya. Na sio nchini tu Kenya, maana sacrifice iko everywhere in the world. Iko kwa watu wote duniani, whether white, black or what. Wote tuko katika hii shinda, na huwa inatendeka duniani, ijapokuwa tunajifanya hatuoni. Now, kulingana na maono ama vile Mwenyezi Mungu amenisaidia kuona, nikupee mfano kidogo tu na hii. Nikianza hapa, wakati moja nikatumwa na Kristo. Nilikuwa tu hapa Nairobi, na kulikuwa na sacrifice ilikuwa inatakikana ifanywe na mtu fulani katika njia hizi zetu. Na wakati moja asubuhi Mwenyezi Mungu akaninenea kama saa 10, akaniambia ningelipenda uamuke, uingie gari, uende sehemu inaitwa Kinari. Kuna mahali nataka usimame ili uwezeshe huyu ambaye anatoa hii sacrifice asiweze. Ilikuwa ni msichana tu kidogo, young lady, alikuwa kitu 23 years. Alikuwa already ametoka kwao, amekuja amesimama mahali fulani kwa barabara masaa ya alfajiri. Alipotoka na akasimama mahali pale, naye Kristo akaniambia niende mahali pale ili hizi nguvu za giza zisifanye kasi fulani ambayo alikuwa anataka angushe gari. Nilitii na nikaenda. In fact, nilitoka na magari ya kwanza na nikashuka mahali pale, na Kristo akanionyesha mahali ninaweza nisimame kando ya barabara. Nilisimama, na baada ya muda kama 10 minutes, within 10-15 minutes, kukakuja Nissan ikiwa imekibia Toyota Shark. Ilipiga mguu ya mbele, na kupiga mguu ni kusema ikiwa na speed ya 100 and something. Kupata ajali ni rahisi. Ilipiga mguu ya mbele, ikarol. Sasa mapenzi ya shetani ilikuwa ile gari irol. Mahali ilipigia mguu ili ikuje ifike mahali nilikuwa, ilikuwa ni kama 50 meters mahali ilipigia mguu na mahali nilikuwa. So within me, with the power of the name of Jesus and the Holy Spirit in me and Jesus with me there, nilisema Jesus, nikaishikilia na mikono, nikaongezwa nguvu kwa mikono yangu, na Kristo alisukuma pamoja na mimi akaiweka kwa barabara vizuri. Akanielezea hiyo imeisha, na kisha akanifungua macho ya kiroho
ili nione yule ambaye alikuwa amesimama hapo ambaye alikuwa anataka kufanya hiyo sacrifice. In fact ni mtu nilikuwa ninajua. Na for your information, ni familia ya watu walikuwa matajiri wa Rift Valley mahali fulani. Walikuwa na magari mingi sana kwa hizi barabara kutoka Nairobi kwenda Nakuru na kwenda area hizo. Na leo hii hawana. Ilikuwa ni msichana wa mwenye matatu hizo. Kazi yao ilikuwa ni kufanya sacrifice. Huyo msichana nilimjua. Maana wakati hii kazi yote iliendelea, Mwenyezi Mungu alinionyesha ni huyu. Nikashangaa sana. Tulikuwa tunajuana na yeye kijujuu, lakini familia hiyo ni familia ambayo ilikuwa na magari mingi sana, ilikuwa inafanya biashara kutoka Nairobi kwenda Nakuru na Madani huko kuingia. Sisemi wapi maana nikitaja tu utajua, lakini hiyo magari kwa leo hakuna. Brethren, sacrifices zinafanywa na madevil worshiper kila siku. Na wewe ambaye umeokoka unafaa kuwa katika pengo. Wakati hii kazi inafanyika unasema hapana. Hiyo ni moja. Sikia hii. Hii naye si samani ni juzi tu. Nikiwa kwangu masaa ya saa 8:30, Kristo akaniita akaniambia, "Ningelipenda uone jambo ambalo linaendelea katika estate ambayo uko." Na nikainuliwa na Roho Mtakatifu kama Petro. Unaona, wakati Kristo alimuinua Petro pale wakati alibatiza Ethiopian eunuch, aliinuliwa na Roho Mtakatifu akawa mahali baada ya kubatiza huyu akida, aliondoka na Roho Mtakatifu, aliinuliwa na Roho Mtakatifu, akaegezwa kwa mlango mahali wanafunzi wengine walikuwa wanaomba pamoja. Sasa na mimi hapa nikainuliwa na Roho Mtakatifu, nikawa Kristo anatembea na mimi katika haga ya Kayole. Ninampenda huyu Kristo, maana sometimes nikiongea habari ya Kristo na mimi huwa ninapenda. Wakati unasema Kristo ni rafiki yako, yeye anasemanga wewe ni rafiki. Maana Biblia inasema mkinikiri duniani na yeye anakukiri mbele ya Mwenyezi Mungu. Are you a friend? Wewe ni rafiki wa Yesu. Maana wewe unasema Kristo ni rafiki yako. Yeye ako na hiyo ya kuwezesha wewe yeye kukiri mbele ya Mwenyezi Mungu, huyu ni rafiki yangu. Kuna masharti ili Mwenyezi Mungu ama Kristo akukiri mbele ya Baba. Kuna mambo ambayo unahitaji kufanya. Na moja ni kumkiri mbele ya watu. Moja ni kutoa ushuhuda mbele ya watu, ni kutokuwa na aibu mbele ya watu kuhusu jina la Kristo. Wengi wanaificha. Sasa hii naye nikainuliwa na Roho Mtakatifu na Kristo akiwa pale. Unajua nikiongea hali ya Roho Mtakatifu na Kristo na Mungu ni kitu moja. They are one God but working in capacity. Sasa hapa nikainuliwa siku hii na nikawa ninatembezwa Kayole kwa atmosphere, kwa hewa ya Kayole pole pole. Na diposa nikiwa ninatembea na Kristo katika atmosphere ya Kayole ama anga ya Kayole, nikafunguliwa macho, nikaelezewa dongo, angalia jambo hili. Nao nilipofunguliwa macho ya kiroho, sasa nianze kuona, sasa nikaenda biudi, sasa Kristo tuko naye hapa na wale malaika ambao wako na sisi hapa. Sasa nikawezeshwa na Kristo kuona sasa ile kitu inaendelea katika anga hii. Nasikia karibu tu na mimi kwa barabara, nikainuliwa tu pole pole kwa nyumba fulani tu ya gorofa. Kulikuwa na watu kama 4 walikuwa wanajibishana. Ni wale watu wanasherewa kulala. Unasikia una wageni wamekuja kwako, mmeketi usiku mkikula story, maana mmekaa siku mingi kabla hamjaonana. Sasa niliwapata masaa ya saa 8 wakiwa wamekaa kwa nyumba moja wanakula story. Wengine wanaongea za Mungu na wengine wanaleta tu stories za kawaida. Ghafla mmoja wao akasema, nimeshoka, ningelipenda kwenda nikalale. Akaonyeshwa mahali ya kulala. Na alipoenda kulala mahali pale, akawa hajakaa vizuri kiroho. Na alikuwa mtu ambaye ni mtu wa kufanya mambo ya kishirikina. Wao wengine hawako wanajua. Sasa niliinuliwa na Roho Mtakatifu. Presence ya Mwenyezi Mungu nikiwa ndani yake ikakaribia katika ile bedroom. Huyu mzee huyu alikuwa ni mwanamke, akaingia alale. Sasa nikamuona akiwa na ile nguvu ya kishetani. Sasa ameenda kulala na amepewa nyumba nyingine. Ni hapa tu hizi nyumba unaona tunaita self 2 bedroom 1 bedroom. Ilikuwa tu ni hapo bako. Ni mahali tu kwa barabara, ni mahali naweza peleka nikwambie ni hapa. Sitaki kusema sana, ni ile ni tu ya Kayole. Sasa nikaigizwa, ameonyeshwa mahali ya kulala na kumbe ni nguvu zake anataka zifanye kazi kulingana na maneno ambayo yanaongewa na hawa wengine wamebaki wameketi kwa sitting. Sasa alipoonyeshwa mahali ya kulala, aliingia mahali ya kulala
na mimi nikapelekwa mahali aliingia kulala, na Kristo akaniambia ngoja uone ile kitu anataka kufanya. Sasa akiwa katika ile hali ya kusema amelala, ile nguvu ya kishetani iliyoko ndani yake ikainuka, akaanza kutembea in the spirit, akaingia katika kuingilia wale wengine ambao amewasha wakiwa wameketi kwa viti hapa wakikula story. Sasa kulingana na yale maongeo alikuwa wanaongea, aliweza kuattack. Maana ukiwa na raw opinion ya Mwenyezi Mungu, shetani huwa anapata nafasi. Kuna dhambi ambayo inaweza kuwa kwa brain yako pale ndani kabisa, shetani huwa anaangalia hiyo nafasi anaitumia. Sasa alianza kuattack na nguvu za kishetani hawa ambao wameketi. Sasa kuna huyu mmoja ambaye alikuwa ameketi kati ya hawa wamebaki hapo, ambaye hakuwa na nguvu ya kutosha, na hakuwa ni wala tunaitaka vuguvugu. Uko kwa wokovu nusu na uko kwa shetani nusu. Hauwe uko hapo katikati. Yule mwenye nguvu za shetani alipotoa nguvu yake akaifanya ikuje sitting room. Unajua anatembea na nguvu ya shetani kutoka kwa kitanda. Akaona the vulnerable hapa, akamshika koo, anataka kunyonga. Now hapa ndio Kristo akaniambia, you have authority over that power of darkness. Mkatase sasa hii kufanya hivyo anafanya. Nilipewa authority, yule mwenye nguvu za shetani, na ninaona nguvu ambazo anatembea nazo, nikamnenea, nikamwambia mimi ni so and so. Nilitaja mpaka jina langu, na nikamwambia atmosphere mahali niko mimi nimepewa kuwa watchman na mwangalizi na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo kazi unataka kuifanya usiifanye. Sasa mahali alikuwa amemshika kwa koo akimnyonga, na mimi nikashika mikono yake nikamuondoa, nikamnenea ule, nikamwambia hapana, hauna ruhusa ya kufanya hiyo kitu unafanya kwa huyu. Juu alikuwa anataka amnyonge, hewa ikose ili amsuffocate moyo wake au amuue. Sasa nikaelezewa hapana, mkataze. Sasa ile kitu ilimshangaza, anasikia nikiongea na hanioni. Maana hapa niko na Kristo, kuna malaika wametuzingira hapa. Unajua kutembea na presence ya Mwenyezi Mungu, sometimes unafunga macho tu, unajifanya huoni, unapita tu unaenda, lakini unaona mambo mengine kando. Na juu hujapewa ruhusa, unanyamaza. Sasa nilimshika ile mikono yake, nikamuatoa, nikamwambia hapana, hauna ruhusa ya kuua huyu, maana wakati wake hujafika. In fact, nikamwambia na ulale hapo, na nikamfunga. Na nikamwambia kuanzia leo, mamlaka ya Mwenyezi Mungu na yatumia kukuharibu hizi nguvu zako. Sasa baada ya kujibishana na yeye, hagebadilika. Maana alianzia na ni wale watu wanaanzia na roho anamalizia na mwili. Sasa ile mapepo ama ile nguvu wako naye, yeye ndiye aliwelcome kwake, maana akawa na Mungu, akamwasi, akawa mtu mbaya. Brethren, nikatolewa kwa huyo, na nikaelezewa hiyo ni kazi napenda kufanya na wale ambao wamekaa maisha matakatifu. Maana wengine ni vulnerable, hawana uwezo kama sasa huyu umesaidia. Na ninaongea, na wakati tunaongea na huyu ambaye alikuwa anataka kunyonga huyu, hata hawa wananisikia nikiongea na hawanioni. Walinyamaza wote, maana conversation between yule ambaye alikuwa ananyonga huyu na huyu mwenye kunyongo na hawa wengine wawili, wote walikuwa anasikia nikiongea. Nami hapa nilikuwa na Kristo, niko na jeshi ya mbinguni, na ni ile iko mpaka wakati wa saa hii. Brethren, kama maisha matakatifu ulindwe na Mungu. Nilikuwa ninasema habari ya sacrifice, na tukawa tunatembea katika atmosphere, na nikamkanya, nikamwambia hiyo kitu unafanya usirudie. Shetani anajua mamlaka, anajua Kristo. Alilala hapo, na nikamwambia mpaka asubuhi, you have no authority against. Na ujue huyu ambaye ninasaidia bado hata hajajua Kristo. Uko na mamlaka ya kufanya mambo mengine within. Nao huyo, na hiyo ikaisha. Sasa nikawa natembeshwa Kayole pole. Niliona mambo mingi, na mengi Mwenyezi Mungu akaniambia igiria. Hii hailiendi mzuri. Igia kwa ona sasa shetani mahali ameingiza agent wake kwa ile nyumba. Sasa unajua ninafunguliwa macho ya kiroho, ninaona yote. Aona mahali ameingia, anaenda kufanya kitu baya katika ile nyumba. Ingia. Now, na ninataka muingie katika hii pengo. Right now tunapoongea, watu wanajinyonga sana. Watu wanajitoa uhai. Do you know, kati ya wale watu ambao wanafanya hizi kazi ni wale madevil worshiper, wanaingia na hizo nguvu nimekuonyesha. Ukiwa umekaa vizuri, Mwenyezi Mungu anakutumia in the atmosphere
kuingia kule kabla shetani hajafanya. Kama sasa vile uliona nilifanya kwa hiyo nyumba. Akawa ameokoka huyu kwa sababu ya ile kukaa kwangu. Mimi si mtakatifu. Lakini tunaelewana na Kristo. Halo, tunaelewana na yeye anasema, "Ni nani nitatuma? Ninakuwa available." Na niambia eda. Sasa niliangalia katika atmosphere, mahali shetani anakuja kufanya kazi fulani, anataka aingie kwa nyumba ya huyu amekuwa na matatizo na anataka ajinyonge. Anatumia hao kukuja kufanya hiyo kazi. Na wewe ukiwa umekaa vizuri in the spirit, Mwenyezi Mungu naye anakutumia upande huu mwingine. Naona hii, kuna wale ambao wanatumiwa na Mwenyezi Mungu na capacity hii. Hautaenda kule kama mimi sasa. Unajua rank matters. Na niseme hii, I apologize for thee. Kuna wakati nimesema hapa sitaki kuwafanya lazy, kuwa mnanisugua ni wa profesa hiye. Nimeangalia nyuma na nikauliza Kristo, ni hili jambo nifanye aje? Naye Kristo akanisaidia. Kuna wale ambao wanakuja ni washaga kiroho. Inahitaji usimame na wao mpaka uwapee prophecy. So, niite wewe ambaye nilikuwa nimekuambia sitaki kukufanya uwe lazy. Nimeangalia wengine nikaona hata wengine sio lazy, hawajui. Wanahitaji kusaidiwa. Na mmoja akaniandikia kwa mitandao akaniambia, "Hapana, lazima utembee na sisi. Maana wengine ni watoto." Na nikamwambia ni sawa na Kiswahili. I will withdraw the remark with the apology. Na ni sababu ya kufanya hii ni kwa sababu ya body ya Christ. Sasa angalia hii. Kuna hili jambo lingine. Mimi unaona ninabebwa na malaika, ninabebwa na Kristo, tunaenda na yeye katika within. Wakati unasikia anatuma malaika wakuja hapa duniani waangalie mtu ambaye amekaa vizuri. Biguni na hapa ni karibu tu. Sasa wakati Kristo ananihusisha, ananitembeza, tutembee pamoja na yeye na malaika tuone ile kitu inaendelea. Mimi ni worshipman. Kuna mwingine ambaye hajapewa hiyo kiwango ya kwenda na Kristo, kwenda na Roho Mtakatifu, kwenda na malaika. Amepewa kiwango ya imani. Ananenewa na Mwenyezi Mungu na ndoto na maono. Alafu na yeye amepewa nguvu ya maombi. Akisema tu nimekataa, huyo ambaye shetani anataka kumaliza, ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Inatendeka. Na ujue inatendeka. Mmoja wa mtu akakuja wakati mmoja kwa Kristo. Watu wakakuja wakamwambia, "Mtu wetu ambaye anapendwa na mfalme." Ni story kama hiyo. Ako na mtu ambaye ni mgonjwa na ako karibu kukufa. Mtu mkubwa wetu tunampenda, rafiki yake. Sasa katika hii commotion ya Kristo kusema ataenda, alikutana na mwenye rafiki ambaye walikuwa wanaongelea huyu. Akamwambia, "Hapana, hufai kwenda kwangu. Unafaa kuongea neno mambo itendeke. Maana mimi niko na authority nikisema yanatendeka." Hata wewe kwa ufalme wako una uwezo. Kuna yule amepewa uwezo kama huo. Unanena tu ukiwa mahali huko. Hata kama ni Amerika inatendeka. Hata kama ni Amerika, hata kama ni Middle East inatendeka. So, ukiwa na mamlaka, uyatumie kwa sababu Mwenyezi Mungu akikufunulia kwa maono akuonyeshe kuna kitu mbaya, ukiifunga katika jina la Yesu Kristo, anaitenda. Kuna hao ranki sasa kama mimi ninashukuriwa tunaenda na yeye. Hatuwezi toshana. Na usifikirie unaweza kuwa kama mimi. Maana kikombe ambayo nimekunywa ile Kristo alikunywa. Kuna wengine, angalia hii. Na niwaelezee ni makosa. Hii ni top up. Haikuwa kwa mpango. Wewe ni mama, wewe ni mwanaume. Umeenda na wanawake kabla wangapi maishani mwako? Hawa mama ambao umeenda na hawa wanaume ambao umeenda na wao ni akina nani katika dunia ya kiroho? Angalia huu. Kuna huyu jamaa mmoja alienda kwa mfalme na akaona bibi yake ni mrembo sana. Akajua nikiambia mfalme huyu ni bibi yangu na vile yako mrembo ataniua. Alimwambia ni my sister. Sasa huyu mfalme alidecide kuchukua huyo sister ya huyu mzee, huyu prophet wa Mungu, aende afanye shughuli zake za kimwili na yeye. Kabla hawajaenda, Mwenyezi Mungu akamnenea akamwambia, "Jaribu usiguze huyo ni bibi ya servant yangu. Usijaribu." Mpaka huyo mfalme akaita yule mzee, yule prophet akamuuliza, "Kwa nini unanifanyia hivyo? Uniambii ni bibi yako, unaniambia ni your sister na unajua ni makosa." Sasa kama bibi ya huyu prophet alinenewa, alitetewa na Mungu. Kama bibi ya huyu prophet alitetewa na Mungu mbele ya mfalme. Wewe ngoja nikuonyeshe hii na tutaelewana. Umechokosa bibi ya mtu na huyo bibi ya mtu umeshokosa, unamsubua saa yote, anakaa kama bibi ya prophet yule, anatetewa na Mungu. Unanielewa? Unachokosa mtu juu unaona ni mrembo. Bibi ya mwenyewe unamchokosa kila saa.
Wale ambao wako na capacity kama ya yule mama anatetewa na Mungu na unamchokoza wewe kila saa. Anatetewa na Mungu namna gani? Nimemuona mmoja ambaye alijaribu kufanya kitu kama hiyo kwangu. Leo hii mpaka viatu zake, na alikuwa mtu tajiri, anasipelekea food zinashonwa, zinawekwa kiraka. Sasa wewe ulichokosa ama ulichokosa bibi ya mtu ambaye ako na mamlaka kama huyo, na bibi ya huyo nabii ambaye anatetewa na Mungu. Na wewe unajifanya kiberebere yako, maana mko kwa kanisa moja, unaanza kusubua bibi ya mtu na unamtokoza. Kiwango ya ule bibi kutetewa na Mwenyezi Mungu juu ya mbele yako ni ipi? Huyo ninasema leo hii anatembea na viatu ambayo imejaa kiraka, na alikuwa tajiri. Alianza tu mchezo, akaona hao bibi ya mhubiri ni mzuri, ngoja nijaribu kumsubua mara 2 3. Na mama akaniambia huyu si mwokovu vizuri, hakai vizuri. Mara 2 3 inamsababisha Mwenyezi Mungu anaharibu maisha yake yote. Leo hii anatembea na viatu ikiwa imewekwa kiraka juu ya kucheza na bibi ya nani? Wewe umecheza na wewe, wanawake ambao ulienda na wao ni wanawake wa nani? Ni nani ulienda na yeye na ni wakutetewa na Mwenyezi Mungu ukaona kama ni mchezo? Hiyo shida huko nayo imetoka wapi? Na huyu wewe mwanaume, wewe bibi, wewe mama, umechokosa mhubiri na unaona tu kama ni mchezo, unaenda na yeye. Unafikiri anatetewa na Mwenyezi Mungu na njia gani? Wale wanaume umelala na wao maishani mwako, na wale wanawake umelala na wao maishani mwako, waliigiza nini kwako? Kuna yule utaenda na yeye, awe amelaaniwa na ni mama na ni mwanaume, anaigiza hiyo laana ndani yako. Ulienda tu na yeye na mambo ikaanza kuharibika maishani mwako, haiendelei na haujai jua juu jai uliuliza, maana wewe ulikuwa unafikiria unafuata tu kusikia mzuri. Yenyewe ulisikia nini iliingia kwako? Na juu Daudi alilala na bibi ya mwenyewe. Daudi alipolala na huyu bibi ya huyu mfalme, Daudi alilala na bibi ya askari na akazaa na yeye na akatubu. Na Mwenyezi Mungu akamwambia, nimekusamehe ndio, lakini hiyo kiboko haitatoka ndani ya maisha yako. Ni mwanamke gani ulienda na yeye Mwenyezi Mungu akaamua hiyo kitu haitatoka ndani yako? Leo hii unajaribu kukimbia kwa huyu mhubiri uopewe hili shida haishi. Ulienda na nani? Na juu ni laana haitatoka. Soya kukaa naye. Wengine mnaona maskini hapa na walikuwa matajiri. Haitokani na mambo mingi, inatokana na usharati tu. Sasa wewe umeenda na bibi ya huyu kama Daudi. Umeenda na bwana ya huyu kama Daudi. Mwenyezi Mungu naye anasema nimekusamehe, lakini kiboko haitatoka ndani ya nyumba yako. Ni unastukia mtu alikuwa anaenda nyumbani vizuri, alikuwa mzuri sana. Siku ya leo hata haendagi nyumbani. Alikuwa mtu mwenye kuangalia watoto vizuri. Siku ya leo out, haoni. Alikuwa mtu mzuri sana, mtu msafi, ananunua nguo anakuwa msafi. Leo hii hana mbele wala nyuma. Ulienda na nani? Sasa kuna mtu mmoja aliniambia hapa juzi, akaniambia mimi wale wanawake nimeenda na wao wanaweza jaa ile forward ya Kayole ikiwa imesimama. Unajua kuile kushika shuma ni kuweko amebeba, mpaka akaniambia nimeenda na wao mpaka wengine wakiwekwa kwa ile all forward hii mpaka washike mlango pale nyuma wakiwa wameshikilia. Zile magari za zamani zilikuwa zinaenda. Sasa huyu ananiambia namna hii, na saa hii amekaa kwa kanisa, ameokoka, ni mzee wa kanisa. Ulienda na nani ambaye anatetewa na Mwenyezi Mungu kama bibi wa nabii yule? Mfalme alielezewa na Mungu kwa ndoto, usiguze. Ni nani ulienda naye akawa nani wa upande mwingine ni wa kuweka laana ndani yako? Unajua ni kama nini? Wewe uwe balloon ama uwe tube, unaweka pressure kidogo tu. Ulienda na mtu ambaye aliweka alama kwa maisha yako na haitatoka. Soya kukaa naye. Na ndio ninakwambia saa yote, usipende tu ukiona kitu mzuri tu unasema nitakula. Anyway, hiyo ilikuwa top up. Na hiyo shida huko naye, kama ulienda na mwanamke ambaye Mwenyezi Mungu ni wa shetani akaigiza ndani yako. Naye Mwenyezi Mungu akasema nilikuonya hukusikia. Soya kukaa naye. Ndio unasukia mtu ambaye alikuwa tajiri, alikuwa na magari 5, leo hana, anaomba pesa. Unastukia mtu alikuwa na maproti hapa na ameuza moja baada ya nyingine kwisha. Unastukia mwingine alikuwa tajiri, ameuza mali yake kwa sababu ya ugonjwa, haponi. Ulienda na nani? Hiyo kitu aliweka ndani yako for sure. Maana ulikatazwa na Mwenyezi Mungu na akakwambia usipite hii laini, haukusikia. Niambie kama ule mfalme alikelilala na huyu mwanamke ingelikuwa shida gani kwake? Kama huyu anatetewa na Mungu na usijaribu, huyo ni mtoto wa nabii yangu. Ni nani ulistokosa akiwa ni bibi ya mtu fulani ambaye Mwenyezi Mungu anampenda? Alafu wewe unasema uko free. Hiyo ni top up. Nilikuwa naongea
habari ya madevil worshiper. Sacrifice saa hii ambazo zinafanywa na wazee na wamama, namba moja ni hii: watu ambao wanataka viti ya wanataka kushauriwa, na juu wanafanya sacrifice on a serious note, hawachezi. Sikia hii. Juzi nikaingia kwa duka ya mama, alikuwa nampea vitu kidogo, ananipea pesa. Sasa ananipigia simu, ananiambia ningependa uniletee hii na hii. Nikaingia dukani kwake, ni Mkamba. Akaniambia ngoja nikuambie story. Tukikula story, anasoma kanisa ya kiroho fulani. Akaniambia kuna ndugu yangu mmoja ambaye ameniambia ameenda Mombasa na ni lazima afanye sacrifice ya kutoa damu ili atajirike. Huyu mama tukiwa tunaongea naye hapo tu, ananiambia huyo jamani wetu niliota tunaenda udhoni na yeye, tukaanguka na gari akawa amejaa damu mwili yote. Niliona akiwa amejaa damu paka ile steering alikuwa anashika hivi ikawa imejaa damu, na ni kijana tu, in fact hajafikisha 30 years. Sasa akaniambia mimi nimeota na huyo jamaa akiwa anafanya sacrifice, na akatuambia na mdomo yake mimi nitafanya sacrifice nitajirike. Baada ya muda akaniambia mimi huyu jamaa akiniita aniambie twende udhoni mahali, sitampeleka, na ni wao. Baada ya muda kama miezi 4 miezi 5 ikawa kuna udhoni lazima iedwe na huyu jamaa lazima awe, na alikuwa na gari na ni dereva. Huyu mama akanenewa na Mungu, akaambiwa usiingie kwa hiyo gari na usiende na wao, maana huyu jamaa ameamua kufanya sacrifice ili atajirike. Si walienda mpaka Mtito Day na wakarudi Nairobi. Wakirudi hiyo gari ilikuwa na huyu jamaa ilianguka. Brethren, tujiangalie kwa mambo. Hiyo gari ilianguka, na vile huyu mama alikuwa anaona yule akiwa amejaa damu, ndivyo ilitokea. Leo hii tunaongea na wewe, huyu jamaa anauza vitu ya hardware na anauza na gari, na kasi yake inaenda vizuri, doto pamoja na maongeo yake. Sister anaota, anaelezewa na Mwenyezi Mungu usiingie hiyo gari, mwende hiyo udhoni. Wakati wa kurudi walifika hapa Nairobi kama saa 9 ya kitu. Walitoka huko mshana, sijui walifika hapa saa 9 na nini. Hiyo gari ilianguka kabla hawajaingia kwao nyumbani. Na ikawa wale watu walikuwa ndani ni kama wengi waliumia. Sijui walienda aje, lakini ilianguka. Na the truth is this. Huyu jamaa hiyo kitu alikuwa anasema aliifanya, leo hii anauza vitu na gari na anaenda vizuri sana. Ako within. Nikisema na nikikwambia ujiangalie vizuri kiroho, ninajua maana yake. Juu nimejionea watu wakifanya hiyo mambo ya aina hiyo, na Kristo anafunua hawa watu kwa wale watu wako concerned. Please, wakati unatembea, wakati unakaa maisha matakatifu, ni kwako wewe na kwa huyo mwingine ambaye ni vulnerable. Huyu alinenewa na Mungu, hakuingia. Hiyo gari ilianguka wakirudi. Na yule alikuwa amemwambia hata mimi nitaenda Mombasa nifanye hiyo sacrifice inafanywa, nipeleke kila kitu, hata mimi nipate utajiri. Akarau nikae miaka 20 ama 10 nikiwa na utajiri, lakini nitaitoa. Leo hii hizi sacrifice, unaona leo tunaongea na wewe, kuna gari ilianguka jana. Ilipigana na gari ya ambulance na ni matatu Nissan. Wale watu wanafanya hizi sacrifice, tuanzie na wale wanataka viti ya politics. Na kuna wahubiri ambao wanataka warudishe makanisa yao ambao yaliisha na hawajakaa vizuri. Wameenda kusimu, wameelezewa atoe sacrifice. Sasa wakati ninakuelezea nilikuwa nimebebwa na Roho Mtakatifu na nitembea na Kristo katika anga ya Kayole. Wengine ninawaona ni watu ambao wanataka makanisa yao irudi sawa na ijae, na wanatumia nguvu za giza, wanafanya sacrifice. Sasa ukiniulize, gari hizi unasikia leo accident zinakufa, gari zinaanguka, watu wanakufa. Hii ni gari
watu imeanguka ikiwa na mafuta, na dereva huyo juu hakuumia, anaelezea wale watu ambao wanashota mafuta, msiguze hii betri, na akaona maana hawasikii, akaondokea. Mmoja wao akafikiri atoe betri, moto ikashika, wakakufa hao watu wote. Sacrifices zinafanywa na watu wawili Kenya na Isai, wale ambao wanatafuta viti ya viongozi ambao wanataka waingie kwa politics next year washaguliwe. Hii ndio wakati wao wa kutoa sacrifice. Wahubiri ambao wengi sio ni wanafiki, hawana Mungu ndani yao, wameenda kusimu, wameelezewa wafanye sacrifices za watu ili makanisa zao zifunguke. In case ukienda kwa kanisa fulani within, uwe unaota usiku unaona inatoka sewage pale juu, ujue huyo mhubiri sio straightforward. Haufai kukaa, afadhali ukae bila kwenda kanisa badala ya hapo. Sacrifice ambazo zinafanywa wakati huu, and especially in our country Kenya, ni wale ambao wanataka viti na wahubiri ambao wanataka makanisa inuke maana iliisha, wanatumia sacrifice. Na sisemi wote, but a big number out of 100 kuna wahubiri kama 30 ambao wanafanya hizi sacrifice makanisa yao ifunguke. Sasa wewe unakaa tu huoni. Nikitembea katika anga ninaona wakifanya, na maana wanaomba ruhusa kutoka kwa shetani, na shetani amepewa hiyo kasi ya kukuja kujaribu wengi wakufe wakiwa hajaokoka, ili ahukumiwe pamoja na wao. Hukumu yako haijafika, lakini ya shetani already imepitishwa na Mungu. Utakaa maisha matakatifu, ujisaidie na usaidie mtu mwingine. By the way, for your information, Kristo hakuambii ukae maisha matakatifu ili apate ufalme wa mbinguni. Hana shida, maana ufalme ni wake. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hii yote. Anakuambia uishi maisha matakatifu utakaa ufalme wa mbinguni. Ukubali ukatae, hana hasara. So profit ni yako, hasara ni yako. Ukitaka chagua maisha unayoishi. Hao ni wahubiri wanafanya sacrifice siku ya leo ili makanisa yao yarudi sawa sawa, na wewe unaona kama mambo tu ni mchezo. Hao ni wanasiasa wanafanya sacrifice siku ya leo ili wapate zile vitu wanatakikana. Sasa nyinyi mnatembea mnaona tu kama ni kawaida, na mambo inazidi kuendelea. Na for your information, hatuwezi funga, maana ufalme wa giza huko. Na shetani akamwambia Kristo, nimepewa mamlaka hapa duniani, si uruke kutoka mahali huko, uruke chini malaika wakushikilie. Kristo akamjibu kulingana na maandiko. Huyu shetani akamfuata Kristo akiwa na njaa, si utengeneze hiyo mawe yawe mkate tukule, ukule. Kristo akamwambia maandiko imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Hawa ambao wanafanya sacrifice lazima watazifanya, na wale ambao wanafanya sacrifice ili makanisa yao yafunguke lazima atafanya. Wewe ni lako, ujiulize mahali unaenda kuna kaaje. Sikia hii. Wakati moja ngoja nikuelezee tu ili ujiulize. Ikafika wakati, sijui ilikuwa birthday ya my wife, katika WhatsApp yangu nikaweka picha ya bibi yangu hapo. Na nilipoiweka, kuna mtu mmoja tulikuwa tunajuana na yeye, na hata saa hii tunajuana, japokuwa haniongeleshi. Tulikuwa tunajuana na yeye tukiwa Soweto. Ni mtu ningeambia nimulipie madodo na chapo aniingizie maji kwa nyumba. Akainuliwa na Mungu akawa mhubiri. Na yeye ako na kanisa kubwa sana hapa kwetu Eastland. Ako na kanisa kubwa. Sasa wakati amekuja Nairobi akiwa anatafuta mahali aweke kanisa, tukapatana na yeye on the way na tukaongea, na nikampea namba yangu ambayo ninatumia na WhatsApp. Nilipoweka picha ya bibi yangu kwa hiyo WhatsApp area, sasa ikawa my wife ndiye anaonekana kwa namba yangu ya WhatsApp. Baada ya kuweka siku ya kwanza, siku ya pili, yule mhubiri akaweka picha yake ya kirengo nusu, akiwa very smart na suti. Yes, inakaa kama gold. Akiwa so smart, akanitumia picha kwa WhatsApp group, kwa WhatsApp yangu. Sasa nilionyesha hiyo picha, nikaonyesha bibi yangu, nikamuuliza reason ya huyu mhubiri kunitumia hii picha. Unataka kuniambia ametuma kwa nini? Aliona bibi na akaona msichana na akaona mama ambaye anaweza togosa. Simple theory.
alituma picha yake kwa namba yangu ya WhatsApp ya kirengo tunaita nusu. Very smart. Juu nilikuwa nimemweka mke wangu tukiwa tuna celebrate. Nafikiri ilikuwa birthday. Na ninasoea kuweka picha ya bibi yangu kwa WhatsApp. Nina masoea. Isipokuwa ni wakati huu tumeweka tukiwa wawili. Kabla sijaingia kwa hii platform sana hii ya YouTube, nilikuwa ninapenda kuweka bibi yangu hapo. Mpaka watu wananielezea, "Unalikaga tu unawekaga bibi yako saa yote, unatuonyesha nini?" Haikuwa na shida, juu ninampenda. Lakini this particular, yule alinitumia picha baada ya kuweka bibi yangu hapo. Sasa maana ya kutuma picha katika hii, maana yake ni nini na ni mhubiri? Na yeye ndiye yako na kanisa kubwa hapa kwetu. Unataka kuniambia huyo mtu anakaa maisha hore? I don't know. Ninaona in the spirit ninajua. Lakini ninauliza wewe, unaona kama naishi maisha matakatifu? Na yeye yako na kanisa. Wengi wananiambia, ninaona takataka na sewage ikitoka katika hii madhabahu. Na ndio kanisa kubwa within. Tunaenda wapi? Sipingi wahubiri, lakini tukae maisha matakatifu. Na ukijua ninakuelezea na mambo machafu, ukijua nisaidiusi wewe katika laini ya chini hapa nikifanya biashara na wewe, ukijua mimi naishi maisha ambayo sio mazuri, sema abia watu kwa platform hapa chini, waambie huyu Martin anajifanyaga, tunifanya yeye na hii ABCD na yeye. Waambie. Maana hakuna vile ninakaa maisha mabaya hapa chini, alafu hapa juu ninaonyesha watu maisha mazuri. Kama unajua kuna kitu tunafanyanga na yeye ambayo si haki, waambie wanijue. Kama hakuna, tuendelee na injili. Sasa sikia hii. Wale wanafanya sacrifice mko na wao. Na wako katikati mwenu. Na wengi ni wale huwezi fikiria. Mtu anataka kanisa yake ijae, anafanya sacrifice. Huyu mwingine anataka kiti, anafanya sacrifice. Saa hii wamewasha kuiba watoto, sasa wameingia kwa accident. Watoto na watu wetu ndio wanafanywa sacrifice na watu hawa. Usipokaa vizuri, husaidii wengine. Brethren, ni mwito ninawaita. Kukaa maisha matakatifu sio benefit ya Mungu, ni benefit yako. Kukaa maisha matakatifu husaidii mtu mwingine, unajisaidia wewe. Wewe mwenyewe ndio unajisaidia. Na ninaongea hii maana ni kitu ninaona inatendeka. Sikia nikwambie hii. Juzi nikaenda mahali, nilikuwa tu nimekaa tu kwa duka fulani tu. Na ni ya mama, huwa ananiitisha vitu, ananiambia niletee hii na hii. Sasa siku hiyo nilikuwa ninanunua. Kuna vitu kadhaa nilikuwa nataka ya stima kwa hapo. Jamaa mmoja akaanza kuongea hapo tu. Anaongea tu kiutani, anasema, "Unajua nilienda na rafiki yangu fulani Mombasa. Na tukaenda Side Lake. Na huyu rafiki yangu akanipea simu. Juu alikuwa ameenda kufanya sacrifice. Akanipea simu. Akaniambia juu ninaingia kwa maji, wewe nikalie na hii simu, ikipigwa unishukulie na useme ama beti bise." Walienda mahali fulani Mombasa, sijui huku. Na huyu kijana in particular akawa na wazee wawili ambao wanatembea wakiongea. Huyu alikuwa amempeleka tu vile ninaweza kukuelezea, wewe ni rafiki yangu nipeleke Nakuru tukafanya kitu fulani. Sasa katika hii area, na ni mtu ako idhini. Ako idhini. Huyu jamaa mwenye kupelekana akabaki na simu. Huyu mwenye kupelekwa akaongea na wazee wawili wakaenda karibu na mtu. Akaelezewa na wale wazee, "Shika hii ni huku ile ya kutega samaki. Uifunge vile inafaa, uirushe. Si unataka utajiri? Ile kitu utashika ulete mpaka kwa miguu yetu hapa." Akaingia kwa maji ikamfika mahali hapo. Na ndio maana akawa amewasha simu yake kwa yule alikuwa amempeleka. Alipofika na maji hapa, akainua ile kitu akairusha, ikaenda kwa maji. Ni ile ya kienyeji. Na iko na kabagumu. Rusha iende. Ilienda mita kadhaa kwa maji. Na akasikia imeshika kitu ni kama inajivuta. Akaelezewa na wale watu, "Vuta." Akaivuta pole pole. Akaileta mpaka mahali yako. Sasa wakati anaivuta, akawa ni kama anataka kuangalia nyuma. Mwenye mahali anaangalia nyuma, ndio kulikuwa na wale wazee na huyu kijana mmoja walikuwa na huyu. Wale wazee wakamwambia, "Kama ni utajiri unataka, usituangalie, ukaangalie hiyo kitu mpaka ulete." Alivuta pole pole. Kufika tu kiwango sasa ianze kuonekana ni nini. Ikawa ni mwili ya mtu. Na ilikuwa ni mama yake alikuwa amefunga kitambaa ya kichwa. Ni wale wa mama wa ushago.
wanapenda kufunga kitambaa saa yote. Alipoangalia uso akaona ni mama yake. Akaelezewa, kama unataka utajiri usituangalie. Simu ikalia ile aliwasha nyuma. Huyo kijana akaishukua. Akaelezewa, hii ni attack natafuta. Na si kwangu. Ninajua ninaongea nini. Ninasikia atmosphere. Kristo yuko hapa. Ninaongea mamlaka niko naye. Simu ikalia. Pale kwa ile kijana alimwashia. Naye yule kijana akachukua simu. Akaelezewa, so and so niko nyumbani na tumepeleka mama ya mwenye huyo simu. Ameingizwa ICU hospitali fulani Ushago. Tumemtoa kwa nyumba akiwa mgonjwa. Ameingizwa ICU na saa hiyo tunaongea na wewe. Ndiye amevuta hako kwa maji hapa. Alielezewa tuletee mpaka hapa na utatajirika. Aliivuta mpaka akaitoa pale, akapelekea wazee. Na akamwambia mambo imeisha. Wewe sasa nendeni kuisha mambo. Baada ya siku 3 physical, huyo mama alikufa. Na watu wengi wakaenda mazishi huko. Mimi sikuenda. Juu ni mtu ninajua. Sikuenda. Leo hii tunaongea na wewe. Huyu jamaa juu ninamjua. Nikiuza vitu na kagari kagine. Alikuwa anauza na baiskeli. Halo. Na kuna wakati moja huyu jamaa aliyekuwa na yeye huku, hata saa hii na yeye anauzaga tu vitu hapa. Alikuwa anasema wakati moja mahali tu anasema, huyu tunaendaga na yeye na hii baiskeli. Tunaingia duka ya mtu na tulikuwa tumempelekea vitu jana na akatupea 1500. Na juu hakuna pesa, huyu jamaa anamwambia, ngoja tuingie kwa hii duka uone. Si alitulipa jana, uone akitulipa 1500. Sasa hiyo duka wanaingia ni ya mtu ninajua, na wanaasha baiskeli nje. Wanaingia, wanapewa 1500. Na yule mwenye kununua alikuwa amenunua jana na akalipa. Anaweza, "Uko na deni yangu?" 1500 wanatoa. Wanatumia mali ya nani? Ya wewe ambaye hujakaa vizuri. Huyu ambaye anaitishwa 1500 ni mtu rafiki yangu ninajua. Na alinunua vitu jana na akalipa. Huyu kijana anakuja na hizo maguvu za majuju. Anamwambia huku nilipa 1500 na wanapewa. Mpaka huyu kijana huyu mwenye kuashiwa simu anaanza kucheka mpaka anashangaa. Kwani ni nini? Na huyo ndiye ninakwambia alienda akaenda naye kuchukua majuju zake. Huyo ambaye tulikuwa tunauza na yeye mpaka akiwa na baiskeli. Leo hii nilikuwa ninampata mahali akiwa amesimama, ninamuingiza mkono kwa mfuko, ninamwambia, "Si uniabukisha utajiri." Juu ninajua. Anacheka tu, ananiangalia. Anajua nina mamlaka. Laini yangu hawezi kanyaga. Ako idhini. Ananunua V8 leo. Baada ya mwaka moja ananunua ingine. How do you think about it? Why do I say this? Sacrifice sinafanywa na watu. Leo hii accident ndizo mingi. Wanatembea kwa atmosphere, wanaona hii hao hawajakaa vizuri. Huyo mtu anapewa nguvu za shetani. Na niwaambie hii, kama unataka kuwa safe side na wewe hujaokoka vizuri, usikubali kuendesha gari yako ipitishe speed ya 105. The moment gari yako unaiendesha speed inaenda tu above 100 na haujakaa vizuri kwa wokovu, unakuwa vulnerable mikononi mwa shetani vile hujaiona. Dakika yako wakati wanataka kufanya hizo sacrifice, hawaangaliangi ile gari inaenda na speed ya 80. Hii ninaongea ninajua kutoka kwa Mungu. Hiyo speed ya kutoka 100 inaenda na 1 hapo. Wanapenda hivyo sana. Na ukiangalia kwa speedometer yako, speed ya 100 ikifika, wanakuwekeaga tu vitu ya red hivi kukuonyesha ni danger. Ni vigumu sana uendeshe gari yako ikiwa na 90 na 100. Mwenye devil worshiper akuataki, maana anajua ile speed uko naye. Ukianguka maybe utakufa, lakini itakuwa ni bahati. Lakini ukienda hiyo speed ya 105 unaenda 110, 120, hapo ndio wanapenda. Maana wanajua akiguza tu itarol mara 20 na haitarudi. Kuna jamaa anazikwa leo. Alikuwa na duka hapa kwetu Kayole. Alikuwa anaenda Udhoni last week. Gari ni mzuri, iko na miguu kila kitu. All of a sudden wanaenda huko kwa Meru, inatoboka mguu, inakutana na double cabin, inaigonga kagari kadogo,
inaharibika, huyu jamaa anakufa akiwa peke yake. Mimi ukiniambia hiyo ni kifo ya kawaida sitakubali. Anazikwa leo Thursday. Leo hii. Alikufa last week na alikuwa anaenda udhoni. Uniambie hilo ni jambo la kawaida nikubali? Hakuna. Kagari huko naye na nikae kafix kadogo. Unakaendesha kanaenda na speed ya 110. Very dangerous. Wakati utetu umefika 100. Inakuwaga wakati wa mchezo wa shetani kuangalia mahali tutafanya sacrifice. 100 ikizidi hapo juu, kama hukai vizuri na unajua vizuri, hujalijirida vizuri kiroho, usikubali kuendesha gari yako zaidi ya speed ya 95. Control. Wanapenda sana kutoka 100 mpaka 120. Niulize kwa nini ninasema, hata wewe omba uone ile kitu ninaona hapo mbele. Wanafanya sacrifice, si mchezo. Na hii uchaguzi tunaendelea. Enda mahali kama Amerika. Enda mahali kama Australia. Hizi continent zote duniani si 5. Watu wa kufanya sacrifice wanakuaga the whole. Wanakuaga throughout. Wewe ni wewe ujiangalie vile unakaa. Sio tu unajiashiria tu vile tu unajiashiria halafu unafikiri ni mchezo tu. Ninaambianga watu wakati unataka kuomba, amka uombe ukiwa umesimama ama upige magoti. Lakini usiombe ukiwa umelala kwa kitanda uniambie maombi inasikika. Itakuwa short. Amka, keti kwa kitanda, usiombe ukiwa umelala. Kwa nini nawanenea hii maneno? Na ninajua Mungu na ninajua unamjua. Tumeongea habari ya sacrifice. Watu wanatoa sacrifice wakati huu kwa sababu ya viti tofauti. Uchaguzi unakuja. Wale wengine ni wahubiri ambao makanisa yao yaliisha. Wanaenda kusimu, wanaelezewa lazima ufanye sacrifice kanisa ifunguke. Wamefungua ministry zimejaa hapa na hazina watu. Lazima wafanye sacrifice. Nina akina nani wanafanyiwa sacrifice? Akina wewe ambaye hujakaa vizuri. Kukaa vizuri ni faida yako, sio ya Mungu. God bless you. Na ninanena haya nikijua nina trade mahali ninakanyanga ni sehemu kali. Kuna watu wako idhini, kazi yao ni kujaziwa mafuta na shetani, wanasurura wakiangalia vulnerable, wanatoa sacrifice. Ua huyu. Si glorify Satan, but God has authority against this. Na ukikaa maisha matakatifu utasaidia mtu fulani na utajisaidia. Welcome. Yesu ni Mwokozi. Nataka nikuonyeshe kitu hapa. Inasema Deuteronomy 24 verse 14. Do not cheat poor and needy hired servant. Usimdanganye mtu ambaye umempea kazi. Iwe mumeelewana utamlipa jioni ama mwisho wa mwezi. Whether for Israel or foreigner living in one of your own town, each day before sunset pay them for that day's work. Sikia hii. Na unajua nyinyi matajiri ambao mnajifanya ni matajiri. Tulikuwa na jamaa tunasoma na yeye kanisa ya Full Gospel Ushago. Alikuwa tajiri, alikuwa anafanya kazi kwa rad, sijui kwa rad. Alikuwa anakuja kwetu. Akiingia tu tunampenda juu alikuwa analipa kila bilu. Wakati moja katika hii tukiwa Full Gospel Ushago, alikuwa mzuri, Mkristo. Hata ukimwona akiwa amesimama pale tulikuwa tunamheshimu kanisani, tajiri mzuri. Siku moja kukawa na hao watu kukawa vita Rift Valley. Kukawa hao watu ambao walifukuzwa kule wakakuja town ya kwetu. Sasa in particular concerning this, kuna couple walikuja kwa ile kanisa tulikuwa tunasoma hapa Ushago, Full Gospel Churches of Kenya, Magumu. Ikakuja couple imetoka upande wa Rift Valley, wamekuja kwetu. Ilikuwa young mother and bwanake. Yule jamaa ambaye tulikuwa tunampenda tajiri akawashukua maana waliomba msaada kanisani, wakasaidiwa kiasi, na yule jamaa akasema atawashukua. Ako na shamba na ako na nyumba. Yenyewe alikuwa na shamba na nyumba. Akasema nitawaweka kwangu shambani
nitakuwa ninawalipa pesa fulani mwisho wa mwezi. Ngoja jamaa waajiriwe. Na Junivana na Buhana wakapewa mahali ya kukaa, wakawa wanaamuka kwa shamba ya huyu mzee kila siku. Mwezi wa kwanza ukaisha, akawapea pesa nusu. Mwezi wa pili ukaisha, akawapea pesa nusu. Ile pesa walikuwa. Na to make the matter worse, anashika bibi na bwana anaweka kwa nyumba moja, anawafanya slave. Hawalipi. Bibi anafaa kupewa 1000 kadhaa na bwana anafaa 1000 kadhaa. Na juu jamaa tulikuwa tunampenda. Tajiri tu, tajiri kiasi. Ile kapo akawa anaitesa hapo. Mwisho wa mwezi hawapei mshahara, paka chakula saa zingine wanakuja kuomba kanisani mahali kuna watu wa kanisa. In fact huyu wakawa analia, huyu jamaa hatulipi. In fact unafanya mtu na bibi yake slave. Leo hii tunaongea na wewe, yenyewe anaonekana kama hako na pesa, lakini ukimwangalia mpaka unamuonea haruma. Hiyo maandiko nimekusomea, soma na lugha yako. Inasema usimwajiri mtu alafu umfanye slave. Umlipe pesa yake kabla jioni haijafika. Ni mna maid anakaa kwako miezi 6, umempea 10,000, anafaa kuwa umemlipa mpaka 20,000. Unamnyang'anya. Nani anakuambia uko na bahati? Think about it. Unapea mtu kibarua, alafu kila mwisho wa mwezi unamhesabia hasara. Who are you? Anyway, think about it. Yesu anakuhitaji kwa utakatifu. And for sure, ukikaa hivyo utabarikiwa. Point of interest, nilikuwa ninasema devil worshipper wanatoa sacrifice wakati huu kwa sababu ya ushaguzi. Na all over the world, ile makanisa yote ilikuwa imefungwa. Watu ambao wanaabudu shetani na ni wahubiri, saa hii wanafanya sacrifice ili makanisa yao ifunguke. Je, unaonaje? Ukikaa vizuri ukiwa umeokoka, Kristo atakulinda. Ukikaa tu hivyo, si watapita na mtu unauliza ni nini sasa imetokea? God bless you. Mwenyezi Mungu awapende, awainue, awabariki. Na mjue, ukikaa vibaya, nyota yako inaondolewa na shetani, anaipeleka kwingine. Jisikie, ukitaka ilindwe na Mungu, lazima ukae maisha matakatifu. Na ujue inaibiwa. Wakati Samuel akiwa amekufa, Saul akawa na shida. Akaenda kwa bibi, mama ambaye alikuwa mganga. Akamwambia hebu niitie Samuel. Akaitwa Samuel na Samuel akakuja. Unataka kuniambia huyo ni Samuel yule alikuja ama ni yule alikuwa amekufa? Akauliza Saul, unaniita wewe nikiwa nimekufa? Kesho tutakuwa na wewe masaa hii. Sasa ilikuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuashiria Saul akufe kwa njia hiyo. Alimuita Samuel. Samuel akaitwa na mama mwenye majuju. Na wewe leo hii ni wangapi wanaenda kuabudu majuju wakupate? Usifikirie hawana nguvu. Ukikaa vibaya nyota yako inaenda. Kwa hivyo njia mzuri ni kujirida nyota yako isiwe na shetani. Hiyo ndio njia mzuri. Na njia mzuri ya kujilinda, unaona, tuassume Yesu Kristo ni magnet. Kile magnet kikubwa kinaweza fanya hivi kishukue gari. Na wewe ndiye kameto ambayo uko kwa mshanga. Ili ukae vizuri na Kristo na akuone, uwe pure metal. Magnet ikipita juu lazima ikushike. Ukitaka kushikwa na Kristo uishi maisha matakatifu. Lakini magnet ikiwa imejaa matope juu, unaona sometimes magnet kushikwa ni gumu. Kristo anakaa hivyo, anataka atembee na wewe. Kuna hii nguvu anaweka inafutana na yake ili mpelekane. Hapa katikati kuna nguvu ya magnet Kristo. Na wewe ni magnet, unashikwa juu, wewe ni shuma. Sasa wakati Kristo anatembea mbele, anatembea na wewe. Lakini sasa ukiwa wewe umefunika matope mingi, inakuwa unaashwa nyuma. Matope ni dhambi. Matope ni kuishi maisha yasiyo matakatifu. Bless God. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Na ninawaambia devotion anafanya kazi. Jisuie na kujilinda kwa damu ya Yesu kama maisha matakatifu. Utaona wema wa Mungu na utaokoa mwingine, utasaidia mwingine. Na kuna mtu tumeomba naye hapa, amekuwa mbaya. Akikuja tu kwa mtu lazima kukufe mtu. Akiingia tu lazima kukufe mtu.
Tunaonaje? Tunaitisha malaika, Mungu anapitia. Malaika wanaenda wanafanya hiyo kazi. Unaonaje? Sio ati ninapenda kuitisha malaika aende alete kifo. Naitisha malaika aende aondoe ile kitu chafu. Nyinyi ambaye mmetendewa kupitia hii mitandao, si mnene na mtoe ushuhuda na Mungu atawabariki. Andikeni hapo chini comment. Andikeni ili wengine wawe na nguvu. Na kwa wale wamesimama na mimi kwa mitandao, God bless you. Mungu awabariki. Wale wanatoa mpaka tithe kwa hii platform, Mwenyezi Mungu awainue from one glory to the other. Milango ifunguke ambayo ilikuwa imefungana, na Mungu awabariki. I love you with the love of God. God bless you. God bless you. Injili hii iendelee. Pokea sifa mwana wa Mungu. Pokea sifa mwana wa Mungu Yesu. Pokea sifa Mungu wangu. Unastahili usiku. Na bariki hawa ambao wananisikia. Naweka katika uangalizi wako. Mahali hii video inaenda, Mwenyezi Mungu, tembea na ufungue wengi masikio. Wezesha wengi kukaa maisha matakatifu. Kristo, pokea sifa, pokea utukufu. Na injili iendelee, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini.